Tumewaita hapa ili muweze kupita kuijua miradi ambayo itatembelewa na Mwenge wa Uhuru, na kwa kweli sisi tunashukuru sana. Nishukuru Manispaa ya Kinondoni, nishukuru na taasisi zingine kama Tarura, Dawasa, wanatekeleza miradi mizuri na wanaendelea kutoa huduma. Nimshukuru zaidi mama yetu na kipenzi chetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Ametuletea mahela sisi wilaya ya Kinondoni zaidi ya trilioni 1.4 katika kipindi hiki akiwa madarakani. Leo hii ukitembea katika wilaya ya Kinondoni, baadhi ya maeneo unaweza kusema kuna vurugu nini zinatokea kwa sababu ya chimbua na miradi inayotekelezwa. Mfano mzuri ni mradi huu wa mabasi ya mwendo kasi awamu ya 4. Sisi tunaanzia daraja la Salenda Bridge mpaka basi haya. Wakandarasi wawili wako site wanaendelea kutekeleza, na tunashukuru kazi hizi zinaendelea vizuri, na waziri wetu wa ujenzi Mheshimiwa Abdalla Ulega alipitia hivi majuzi, mkuu wa mkoa alipitia, na sisi tunaendelea kusimamia wanatekeleza. Lakini ukienda kwenye sekta ya maji, sisi maji katika wilaya ya Kinondoni zaidi ya 95% ya wakazi wanapata maji safi na salama. Tulikuwa na shida kidogo ya maji maeneo ya kata ya Mabwepande, na kama ambavyo tunajua ile kata ni mpya. Kwa hiyo tuna maeneo ya mtaa wa Mbopo, tuna mradi mzuri wa maji wa kaya 2000 watasambaziwa maji, na Mwenge wa Uhuru tunaomba utufikishie pale pia. Wakaone hizo jitihada za mwisho kabisa kwenye kuhakikisha wakazi wote wa Kinondoni wanapata maji. Kwa na ninyi pia tutaomba mfike pale Mbopo, kata ya Mabwepande, muweze kuona Mama Samia anaendelea kumtua ndoo mwanamke wa Kinondoni hii. Lakini pia tuna miradi mingi ya afya. Mtaenda kuona pale Ananasifu, tunaboresha kituo pale zahanati mzuri kabisa, na wanajenga pale jengo la wagonjwa 4, mtaenda kujionea wenyewe. Na ikiwa ni muendelezo wa kutekelezaji wa sera na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunaboresha huduma za afya. Tuna miradi ya elimu, tutaenda pale kata ile ya Makongo, ni muendelezo. Hii ni mfano tu hiyo miradi ninayowaambia. Zaidi ya bilioni 1.6 yanaenda kutumika pale, ikiwa ni mapato ya ndani ya halmashauri yetu ya Kinondoni. Wanajenga madarasa 18, na Mwenge wa Uhuru utaenda kutuwekea jiwe la msingi madarasa 6. Nimepita mimi na wenzangu juzi, ni madarasa ya mfano, hakuna sehemu utaweza kuona madarasa mazuri kama yale. Ni mazuri mno. Nyinyi wenyewe mkienda hapa mtaenda kujionea. Lakini tuna miradi mingine ya barabara. Barabara kweli ni changamoto, lakini tunashukuru serikali hii ya Dr. Samia inaendelea kujipambanua kuhakikisha barabara zinatengenezwa. Na taasisi zingine, TANROADS, Tarura na Manispaa ya Kinondoni na wadau. Kwa hiyo mtaenda kuona kipande chenye urefu wa kilomita 1.2 kimetengenezwa kwa mapato ya ndani ya halmashauri na vipande vingine, lakini mtaenda kukiona kipande hichi tu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya ya kutuletea maendeleo, ya kuhakikisha changamoto mbalimbali sisi wana Kinondoni tulizokuwa nazo anazitatua tena kwa njia shirikishi, kwa kutuletea mahela ili tuweze kuwapatia kutekeleza miradi hiyo mbalimbali, na iko mingi mno. Naitwa Askofu Dr. Ezekiel Mwankenja wa kanisa la Furaini katika Bwana ambalo liko hapa Dar es Salaam. Na shukuru kwa ajili ya ziara hii ambayo tumeifanya siku ya leo, kuanzia kule maeneo ya Kinondoni ambapo tumeona namna ambavyo jitihada za serikali zimekuwa ni kubwa sana, na miradi kwa kweli imekwenda vizuri, na hii ni kuonyesha jitihada za serikali yetu ambazo zinaendelea kuonekana. Hospitali zinajengwa, na kama hivi ambapo tumekuja leo katika ile eneo la Kawe, tumeona maendeleo mazuri ya barabara hii ya Mediterranean, na maendeleo ni mazuri kwa kweli. Na kwa sababu ya umuhimu wa barabara hii, foleni zitapungua na urahisishaji kazi wa kiutendaji utakwenda vizuri, kwa sababu barabara ni ya kiwango kizuri sana. Tunaipongeza serikali yetu chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye anaendelea kufanya kazi hizi nzuri kwa ajili ya Watanzania wote. Kazi iko sawa. Sheikh Mohamed Ahmed Muhenga, Sheikh wa wilaya Kinondoni, lakini pia ni mwenyekiti wa kamati ya amani ya viongozi mbalimbali wa dini katika wilaya Kinondoni. Hapa tumekuja kutembelea kuangalia maendeleo ya ujenzi na maendeleo ya ukarabati. Tulichokiona sisi hapa, tunaona kwamba shughuli zimekwenda vizuri, pesa zimetumika kwa thamani na husika, maana vitu vyake viko kwenye quality. Tunaona hii kazi imefanyika vizuri kwa uangalifu wa kutosha kabisa, na inatia moyo sana. Tumefurahi kuona kazi hii imefanywa vizuri na inasimamiwa vizuri.
Maelezo ya mkuu wa wilaya na maelezo ya msimamizi wa jambo hili ambaye daktari mganga mkuu wa wilaya ni maelezo yaliyo sahihi kama walivyoeleza. Tulichokiona ndicho walichotuambia. Kwa hivyo tumefurahi sana. Tunashukuru serikali kwa kutufanyia jambo hili. Tunamshukuru Rais wa Jamhuri ambaye kapanga pesa kutuletea sisi wilaya Kinondoni, na sisi ndo wanufaika wa jambo hili. Tunamuombea kheri, Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, amnusuru na kila balaa. Mungu ampe tena nafasi hii kwa mara nyingine tena. Ninaitwa Neema Mwakitwange, ni mwenyekiti kwa chama cha Democratic Party wilaya Kinondoni. Tumetembelea huu mradi wa kijiji cha Mboko ambao ni mradi wa maji. Kiukweli mradi ni mzuri na una manufaa kwa jamii, hususan kwa shule ambazo zinazunguka eneo hili. Lakini ambacho tunapenda kushukuru Mungu kwa ajili ya Kinondoni yetu ni kwamba miradi tumeiona sisi kama vyama vya siasa. Tumeona miradi mingi ambayo tumetembelea, lakini pamoja na mradi huu wa maji ni mradi ambao kwa mimi kama mwanamke unanigusa moja kwa moja. Tunatambua kwamba mwanamke changamoto kubwa ni maji, na huwezi kufanya kazi bila maji. Kila kitu kinatutazamia maji. Kwa hiyo kwa mradi huu ambao wilaya Kinondoni umetekeleza, kiukweli mimi ninamshukuru Mungu na ninawapongeza sana wilaya yetu ya Kinondoni, lakini nampongeza Mama Samia kwa jinsi ambavyo anaendelea kutoa jitihada, kutia nguvu katika miradi mbalimbali katika wilaya yetu ya Kinondoni. Huu mradi ni mzuri na utatuepusha na mambo mengi, kama watoto wetu tunavyojua kwamba wanahitaji maji wakiwa mashuleni. Anaweza akajisaidia, mtoto ni mdogo, hawezi kupata hitaji lingine maji akiwa hamna, kwa hiyo ni rahisi kupata maambukizi kwa wepesi. Lakini kwa mradi huu umekuja kwa wakati maalum na kwa kipindi hiki ambacho sisi kama wanasiasa tunatazama vingi, ikiwemo pia miradi kuhakikisha kwamba imekamilika kwa wakati. Kwa jina anaitwa Mary Moses Daudi kutoka chama cha UPDP, mwenyekiti wilaya ya Kinondoni. Kwa mradi huu nilivyouona, nashukuru sana kwa sababu haki imetendeka kwa hela iliyotoka ndani ya serikali yetu. Mheshimiwa Rais ameshusha hali kutengeneza mradi kuwasaidia wananchi na hususan wanafunzi ambao ndio huwa wanataabika sana. Kwa hiyo kwa mradi huu, kwa kutembelea sisi, tunashukuru sana. Hata Mwenge utakapokuja uendelee, watakapoukuta huu, kwa sisi ambao tumeshatembelea tumeshauona na uko vizuri na uko vizuri na imeshaanza kufanya kazi. Itasaidia sana jamii wote ambao wako karibu na hapa, waliokuwa wanapata adha, hususan wakina mama wanahangaika. Angalia sehemu nyingi sana kina mama wanatoka usiku, lakini hapa pameshawekewa pako rahisi tu. Saa yote unakuja, unachota, unamaliza, unaondoka. Kwa jina anaitwa Abubakari Khatibu Kabambura. Nasi tumeungana pamoja kama kutoka chama cha ACT Wazalendo wilaya ya Kinondoni, na sisi kama wadau wa vyama vya siasa tunaendelea kujionea maendeleo yanayoendelea katika wilaya yetu ya Kinondoni, na hivi sasa tupo katika eneo hili la barabara ya Kunenge Mkapa Foundation Mediterranean, ambayo sisi ambao tumezaliwa katika wilaya hii ilikuwa ipitiki hii barabara. Lakini kwa sasa tunaona ina uwezo wa kupunguza foleni katika barabara yetu kuu. Kwa hiyo haya ni maendeleo ambayo tunaenda kuyaona ambayo katika utekelezaji wa mama yetu Mama Samia, na hili tunalishukuru sana kwa sababu bila ya maendeleo haya sisi tunaamini kwamba hatuwezi kufikia yale malengo. Kwa hiyo malengo ili yatimie, basi kila ambacho kinatakiwa kuwa katika utatuzi basi kitatuliwe kwa mafanikio makubwa zaidi. Kwa hiyo nami niungane na wenzangu kwa niaba wenzangu kwa hii miradi tunayokwenda kuendelea kuitazama kabla ya siku ya mbio za Mwenge, basi iwe ni yenye mafanikio. Ni jukumu letu sisi sasa kama Watanzania kutunza maeneo haya na miundombinu iliyopo kwa sasa na hata hapo baadaye.